Zifuatazo ni sababu kuu zinazomfanya Ibrahim Traore apendwe na akubarike Burkina Faso na nje ya Burkina Faso, basi niweze kusema ndani ya bara la Afrika. Hizi ndo sababu zinazomfanya Traore akubarike sana ndani ya kipindi chake cha miaka miwili tu ambacho alisimama akiongoza Burkina Faso kwa njia ya mapinduzi. Hakuchaguliwa kama jinsi inavyofanyika kawaida, lakini huyu aliingia kwa mapinduzi ya kijeshi. Sasa kuna sababu kadhaa ambazo zipo hapa au vitu vizito 10 alivyovifanya Ibrahim Traore tokea tu alipoingia madarakani kama rais wa nchi ya Burkina Faso. Namba 1, alipunguza mishahara ya wanasiasa, wabunge na mawaziri kwa 30% na kutumia fedha hizo kulipa deni la taifa na kuwekeza kwenye kilimo. Just imagine. Yani ni mambo makubwa. Captain Ibrahim Traore, rais wa Burkina Faso, anathibitisha kuwa nchi za Afrika zinateseka tu kwa sababu ya viongozi wabaya. Katika miaka miwili tu, namba 1, amekuza GDP ya Burkina Faso kutoka takribani dola za Kimarekani bilioni 18.8 hadi bilioni 22.1, hata baada ya kukataa mikopo kutoka International Monetary Fund and World Bank. Hii yote akaona ni wizi na ulaghai. Namba 2, alipunguza mishahara ya mawaziri na mabunge kwa 30% na kuongeza mishahara ya watumishi wa umma kwa 50%, huku akilipa 75% ya madeni ya ndani ya Burkina Faso. Hii iko tofauti kabisa. Kupunguza mishahara ya mawaziri na mabunge alifanya hivyo, lakini aliwaongezea sehemu zingine. Yeye mwenyewe anapokea mshahara wenye kiwango cha mwanajeshi, yani sawa na wanajeshi. Hakuishia hapo, lakini pia captain alisema, mimi sio rais, mimi ni mwanajeshi. Hata nikiwa rais wa nchi hii bado kiwango cha mshahara kipo juu sana. Nchi yetu ina uhitaji wa fedha. Hatuwezi kuwa watu wa kutegemea mataifa ya magharibi kutupa misaada yenye masharti magumu. Huyo ndo Ibrahim Traore. Namba 3, alianzisha viwanda viwili vya kusindika nyanya. Cha kwanza kuwahi kutokea nchini. Uzalishaji wa nyanya nchini Burkina Faso uliongezeka kutoka tani 315 mwaka 2022 hadi tani 360 mwaka 2024. Lakini namba 4, alisimamisha mauzo ya dhahabu ambayo haijasafishwa ya Burkina Faso kwenda Ulaya na kuzindua mgodi wa dhahabu wa kisasa ili kuongeza uwezo wa uchakataji wa madini ndani ya nchi yake. Hii ni ajabu na ni vitu vizito kwa kutokea kwake Burkina Faso. Namba 5, alijenga kiwanda cha pili cha kusindika pamba cha Burkina Faso na kufungua kituo cha kitaifa cha usaidizi cha kwanza kabisa cha usindikaji wa pamba wa kisanaa ili kuwasaidia wakulima wa ndani wa pamba. Alipiga marufuku uvaaji wa wigi na gauni kwa wanasheria zenye asili za Uingereza katika mahakama za mitaa na kuanzisha mavazi ya kitamaduni ya Burkina Faso yaliyotengenezwa kwa pamba ya kienyeji. Huyu ndo Ibrahim Traore. Namba 6, alitanguliza mbele kilimo kwa kusambaza zaidi ya matrekta 400, tila 239, pampu za maji 710 na pikipiki 714 ili kuongeza uzalishaji na kusaidia wakulima vijijini. Alitoa upatikanaji wa mbegu bora na pembejeo nyingine za kilimo ili kuongeza pato la kilimo. Uzalishaji wa mtama ulipanda kutoka tani 907,000 mwaka 2022 hadi tani milioni 1.1 mwaka 2024. Uzalishaji wa mchele uliongezeka kutoka tani 280,000 mwaka 2022 hadi tani 326,000 mwaka 2024. Namba 7, serikali yake inajenga barabara mpya kupanua zilizopo na kuboresha barabara za changalawe kuwa za lami. Namba 8, alifanya marekebisho ya magereza ambapo wafungwa wanaweza kupunguza vifungo vyao kwa kuchangia kazi za kilimo. Namba 9,
alikataa ombi la Saudi Arabia la kujenga misikiti 200 nchini mwake, akisema alipendelea waje kujenga shule na vituo vya mafunzo. Huyo ni Ibrahim Traore. Lakini namba 10, alikataa mwaliko wa Trump kwa kuapishwa kwake, akisema alikuwa na majukumu muhimu ya kitaifa ya kushughulikia. Hii yote ni kuwavunja moyo hawa jamaa wanaoweza kumharibia focus yake. Maswali yamekuwa ni mengi sana mtaani kwamba huyu mtu ana uwezo wa namna gani, anatumia kitu gani kufanya haya yote anayoyafanya, ni nini kinachomfanya au kinachompa jeuri aendelee kufanya haya anayoyafanya. Ibrahim Traore ni kama nuru ya Mwafrika inayokuja kwa kasi sana katika taifa la Burkina Faso. Ikumbukwe Burkina Faso ni nchi ambayo imekuwa na historia ya mapinduzi, yani mapinduzi, marais kupinduliwa kwa mfumo tofauti. Hiki ndicho kinachotokea na sijajua mwisho wa Ibrahim Traore ni nini, kwa sababu haya yanayoendelea ni mazito kwa kile anachokifanya katika taifa la Burkina Faso. Nikukumbushe kwamba mataifa kama Ufaransa, Italy, Marekani, Uingereza na mataifa mengine mengi ya kutokea magharibi yamekuwa yakitandaza macho, yakipepesa macho namna gani yamondoe huyu rais wa Burkina Faso, yamtoe katika uso, katika kilindi cha taifa la Burkina Faso, waweze kumuua ili waweze kutawala mali zilizopo katika nchi ya Burkina Faso. Kinachofanyika ni mambo mazito, lakini uwezo wake ambao huyu rais wa Burkina Faso ambao analindwa na Mungu ni mkubwa kiasi kwamba ameweza kukwepa vifo zaidi, yani majaribio ya kumuua zaidi ya majaribio 40, na yote ameyatengua na yote ameyashinda. Bado anadunda mpaka kesho na maisha yanaendelea katika taifa la Burkina Faso. Na nikukumbushe kwamba wananchi 1% kubwa ya Burkina Faso wanamkubali sana Ibrahim Traore kwa sababu kila anachokifanya kinaonekana. Ikumbukwe tu kwamba hakuna mtu ambaye atapendwa na watu wote duniani. Atapendwa na watu kadhaa na atachukiwa na watu kadhaa. Ndivyo ilivyo kwake Ibrahim Traore, ambaye amezungukwa katika macho mazito sana, mataifa mengine yakimtazama kwa donge ili tu yamuondoe katika ulimwengu huu ambao tunauishi, waweze kuchukua mali zilizopo katika nchi ya Burkina Faso kiuraini, kwa sababu huyo mtu ambaye yuko madarakani ameweza kudhibiti mali, rasilimali ya taifa la Burkina Faso. Mtazamaji, tuambie kwenye comment mawazo yako nini hiki ambacho kinaendelea kwa huyu rais. Aongeze kukaza buti au alegeze kidogo? Kamba iongezwe kuvutwa au ilegezwe kidogo? Niambie kwenye comment hapo maoni yako nini juu ya hiki ambacho anakifanya huyu rais wa Burkina Faso aka Burkinabe, Burkinenga, Burkinabo. Majina yote hayo ni majina ya nchi ya Burkina Faso.